Naam, mpenzi mtazamaji wa runinga ya Smart Blessing mahali popote ulipo, natumai ya kwamba mzima na bila shaka buheri wa afya. Karibu nikujuze tu baadhi ya maoni ya wazee ambao wanataka kutoa ama kuwashauri vijana wa kisasi cha Gen Z kuhusiana na maandamano ambayo ilipangwa japo haikutukia. Ningependa tu kuzungumza na baadhi yao waweze kutueleza jinsi ambavyo wangetaka vijana wa kisasi cha Gen Z kujiendeleza katika kushika ama kuchukua usukani wakati wanapotafuta uongozi. Labda niweze kuzungumza na mzazi mmoja hapa, atueleze, aanze kwa majina na atueleze angetaka kisasi cha Gen Z ungetaka kizazi cha Gen Z waweze kuchukua uongozi vipi ama wachipange tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Majina yangu ni Philip Barno, ni mzee, na nashukuru kwamba umeuliza juu ya Gen Z. Gen Z ni umri ambayo ni ya vijana, na unajua ujana, wanasema ujana ni moshi. So tunataka kwamba vijana ambao wamekuja ni sawa, wale ambao wanataka kuchukua uongozi, hata pengine kutetea kwa mambo ambayo wanataka serikali ikuje ni jambo sawa. Lakini kwanza wanatakiwa wakae chini, wasome historia, wasome mambo ya uongozi, na zaidi ya hiyo hata waweze kuingia katika vyama mbalimbali, ama waingie chama yao ambayo ni moja kama ni ya Gen Z, ili waweze kujua mambo ya vyama na mambo ya uongozi wa nchi, na wapate kuendelea. Jambo la kubadilisha mambo ambayo inatakikana na kutetea kwa serikali ni sawa, lakini pia wajue mambo, wasome sheria, wasome mambo ambayo inayotakikana katika nchi. Sitaki kusema kama wazee wengine wanasema Gen Z ni bure. Hapana, ni sawa kwa sababu kwa kila umri kuna vijana ambao wanatokezea na pengine wangetaka kubadilisha. Hata sisi tukiwa vijana tuliweza kubadilisha mambo katika kijiji yetu. So wao kama wanataka kubadilisha katika nchi ya Kenya ni njia sawa, lakini waweze kusoma mambo ya uongozi ambayo tunaita governance, wasome mambo ya siasa, wasome mambo ya kisheria, ni nini inabadilishwa vipi na nchi inaongozwa vipi. Lakini zaidi ya yote tunasema kwamba wao waweze kujiunga kama kikundi ya kisiasa ama ya chama, ndio waweze kuongoza. Kuna jambo ambalo tumekuwa tukisikia, imetangazwa kwamba kizazi hiki cha Gen Z wajisajili kwa ajili ya kupiga kura wa mwaka 2027. Wewe ungetaka kuwashauri vipi tunapoelekea uchaguzi huo wa mwaka 2027? Ni ukweli kwamba ni lazima waweze, kama wanataka kubadilisha ama kubadilisha uongozi, waweze badilisha uongozi kwa kuongea kwa Facebook, kwa Twitter na kwa WhatsApp. Unabadilisha uongozi kwa kupitia kupiga kura. Kwa hivyo kama wasipoweza kuchukua kura, hautabadilisha uongozi, kwa sababu wale ambao wamechukua kura ndio wataweza kupiga kura na kubadilisha ama kuleta kiongozi. Kama mna kiongozi wenu ambaye anataka kusimama MCA, MP, senator, vitu kama hizo, ni lazima wawe na kura, na hiyo kura lazima uchukue kupitia kwa IEBC. Asante sana. Labda swali la mwisho kwako kabla sijasonga kwake. Swali moja tu la mwisho kabla sijasonga kwake ni kwamba kuna maandamano ambayo ilikuwa imepangwa japo haikutukia. Unahisi labda kizazi hiki cha Gen Z imeamua vipi ndiposa wachajitokeza kwa ajili ya maandamano ambayo ilikuwa imepangwa na viongozi wa upinzani? Nafikiri pengine mpango mtu alitangaza tu na mpango haikukuweko, lakini zaidi ya hayo, unajua pia wanakumbuka kwamba wakati ule walipoandamana kwa sababu ya finance bill, wengi wao waliumia, wengi wao waliwekwa ndani, wengi wao walipigwa risasi. So pengine wameona juu ya maisha yao, na kwamba badala ya kuandamana ni vizuri kufanya mambo ya kupiga kelele katika gazeti na pengine kuandika mambo, lakini zaidi ya yote ni kupiga kura. Uchukue kura ndio uweze kubadilisha badala ya kuandamana. Shukrani sana kwa maoni yako. Labda nisonge tu Bwana Joseph kwa mzazi mwingine hapa.